Sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii habari kubwa ni kuhusiana na DJ Joz, na kama unavyojua DJ Joz ni kijana wa Kitanzania ambaye safari yake ilikuwa ina milima na mabonde na story nyingi sana za kuhuzunisha, kwa sababu hata the way ambavyo alivyotoka Shinyanga kuja Dar es Salaam alishukia Ubungo akawa kama mtoto, yani tuseme wale watoto wa mitaani ambaye hajui chochote, haelewi chochote, lakini aliamua kujipambania na mpaka sasa hivi ni DJ mkubwa sana nchini Tanzania. Na tunajua kwenye DJ wake huo ameshawahi kufanya show kubwa na Burna Boy, Rema, Fireboy na wasanii wengine wakubwa sana, Yara Star, na wote hawa alisimama kama official DJ wao. Na tumeona show hizo watu wengi wakiwa wanasifia. Kwanza Jozi, hongera sana. Kaka, asante sana, nashukuru sana kaka. Okay, so far sasa hivi tunaona kwenye mitandao ya kijamii Joz Radio, na zamani ulikuwa unajiita DJ Joz, sasa hivi unajiita Mr. Joz. Sasa hivi tunaona una Joz Radio. Mimi nataka hivi vitu vyote vitatu ututofautishie na utuambie kwa nini umeamua kufanya hivyo. Oh, asante sana kwa nafasi hii. DJ Joz ni DJ kama ma DJ wengine ambao unawafahamu. Mr. Joz bado ni mtu yule yule, lakini Mr. Joz napokuwa studio mara nyingi najiita Mr. Joz, na kuna project nyingi zitakuja mpya mwisho mwezi huu. Natoa nyimbo ambazo nimeproduce mimi mwenyewe. Na kuna nyimbo pia nishe kufanya before, kama watu she kunaona kuna nyimbo nimefanya na Harmonize kwa watu ambao wanafahamu na feature. Okay. Na nyimbo nimefanya na Rayvanny inaitwa Sisi, na nyimbo nimefanya na Abigail Chams inaitwa Nyashi. Nimefanya nyimbo nyingi na Tenkeri, nimefanya na Kiki Daddy na nyimbo nyingi. So unapoona nyimbo zangu ndio basi unamuona Mr. Joz. Okay. Ndio unaponiona kwenye stage unamuona DJ Joz. Sasa hivi nimekuja na platform mpya inaitwa Joz Radio. Joz Radio ni kama radio unavyosikia radio zingine, lakini hii ina utofauti kidogo ya. Okay. Sawa sawa. Yes. Tumeona mixing ambazo unakuwa ukimix ni sana sana ni Afro House pamoja na Zulu Afro House ndio zinasikika sana pale kwenye zile mixing zako. Nataka kujua mwitikio wa washikaji zako kina Black Coffee, lakini pia washikaji zako kina Rema, kina Fireboy na wengine wote wa Kasba Mafurisa kutokea nchi mbalimbali. Wanasema nini kuhusiana na hichi ambacho unakifanya kwa sasa? Hapo kupaweka sawa hapo, kwa sababu mimi nimepata nafasi ya kufanya kazi na hayo majina na hao watu wanaonitajia majina, watu wakubwa wengi sana. Nikisema niwataje nitakuwa nimerudia tena swali lile, lakini hawa ni watu ambao nilipata nafasi ya kushare nao stage, kushare nao experience, kujifunza nini wanafanya. So kwangu mimi ni watu ambao bado najifunza kupitia wao. Kwa hiyo mara nyingi atakapokuwa nafanya vitu vyangu si fatiliza na kama wameona wamejua, na sina ukaribu nao kama hivyo kama ambavyo watu wanadhani inaweza kawa, kwa sababu sisi ni wafanya biashara, wao na biashara zao na mimi na biashara zangu. So tunakutana tu pale inapotokea kazi kama hivyo. Ilitokea nikutana Rema, tukafanya kazi, tukafanya vizuri. Relationships bado zini nzuri na management yake, so hata kitokea kesho amerudi wanajua nani wa kumtafuta Tanzania. Wao wote tunamtajia, so imekuwa hivyo na tumekuwa family. So wao wenyewe wana push movement zao, wanatoa new sound, wanatoa new mix kila siku naona. So hata sitaji kuambia nimeona kama wametoa, lakini I think inshallah wataona, na Mungu yupo of course. Kila kitu kizuri unajua kijifichi kinamfikia kila mtu. Okay. Kila sehemu kwa wakati sahihi. Okay, Joz, nataka kufahamu kwamba Joz Radio impact yake itakuwa wapi hususani katika watu ambao wanafuatilia burudani? Kwa sababu unajua sehemu ambazo ulikuwa unapiga kama Masaki na sehemu zingine watu wengi wanapenda sana muziki. Nataka kujua kwamba impact ya Joz Radio itakuwaje kwa wapenzi wa burudani na ambao wanakufuatilia. Joz Radio, tofauti wa Joz Radio na live mix sessions zingine. Kwanza Joz Radio ni live mix station za kwangu mwenyewe. Niliamua kuziita jina la Joz Radio ili watu kutofautisha, kwa sababu watu wengi wamezoea mimi kunisikia club, kuniona club ama kuniona kwenye matamasha, na matamasha ni watu wachache sana ambao wanafika kututizama ma DJ kama mimi.
wewe ndugu yangu Brian ni shahidi, umekuja maklabu umeona ni watu wachache sana, 500 1000 ndio wanapata hiyo nafasi, mara nyingi hata mimi mwenyewe kukutana nao. Kwa hiyo nilikaa chini nikasema nini nifanye niweze kujitangaza zaidi kimataifa. Nitengeneze nifanye nini na kitachonifanya nijitangaze zaidi hapa nyumbani Tanzania. Niweze kusikika kila sehemu ambapo watu wanifahamu, waweze kunijua kwamba kumbe Bongo tuna DJ mkali kama huyu. So nikakaa chini nikasema mimi nianzishe kitu cha kuwa natoa mix za DJ za live kama navyo perform club, navyo perform kwenye matamasha. Lakini hii ni design studio, alafu niwe na kila wiki, kila Ijumaa jioni watu ambao waendi club ama watu ambao hawawezi kufika mimi nilipo, zile playlist ambazo nazipiga club kwenye matamasha, ile vibe ambayo nakuaga naiweka, so nakuwa naiweka kwenye studio, so nakuwa na perform live. Okay. So ndio idea yangu iko hivyo. Kwa hiyo nitakuwa nafanya hizo live mix, ndio maana nimeziita Jozi Radio, lakini audio zake nitakuwa naziweka kwenye platform ya SoundCloud. Kwa hiyo kwa sasa hivi nitakuwa na perform live kwenye YouTube, ambao ni kama nimeita tu radio kwa sababu ni mixes zitakuwa zinatoka every week. And audio nitakuwa naweka SoundCloud. Yeah, ndio nitakuwa nafanya hivyo. So that was my plan in the beginning, na hata sasa hivi ndio nimeanza hivyo. Lakini baada ya kukaa chini sasa mwenyewe kujifikiria, kwa kuona mapokeo yamekuwa makubwa, kwa sababu mimi niliwaza tu jinsi ya kujitangaza, kujipatia nafasi za kupata shows internationally, kwa sababu kuna nchi zingine nimeshawahi kufika, kuna nchi zingine sijawahi kufika, na natamani kupata nafasi ya kuperform. Na kama unavyofahamu matamasha mengi makubwa duniani pia yana muziki fulani yanahitaji ma DJ fulani, sio kila DJ apate hiyo nafasi. Kwa hiyo mimi nikaona hii itakuwa njia rahisi ya mimi kila mtu kuja. Kama kweli DJ kuna kitu nakipenda kwa DJ, hata usipomwekea watu tu, kuna ina juta hiyo utasema huyu ndo DJ nimtafuta. So that's mimi ndio nilikuwa nataka kufanya hivyo. Sasa nimekaa chini nimeangalia na okay, watu wamepokea kwa ukubwa, nini next nifanye pia ambayo itanifanya mimi mwenyewe niwe proud na kusema kwamba nilisha kufanya kitu fulani kikawa kizuri, kikapokelewa vizuri, nilishine mimi mwenyewe, lakini sikushine peke yangu. Kwa hiyo Jozi Radio itaenda kuwa ni platform ya kila DJ wa hapa nyumbani Tanzania, anayejulikana na asiyejulikana. Lengo letu ni kuweza kujitangaza kimataifa na kuweza kujulikana huko ambapo watu hawatujui, hatuweze kupata platform ya kupiga huko tunapotaka sisi kwenda ma DJ. Kwa hiyo Jozi Radio itakuwa ni platform ya kila DJ, ambapo kila Ijumaa nitakuwa natoa mix. Kwa hiyo sio kila wiki nitakuwa mimi. Maybe next week naweza nikakuletea DJ wa Singeli, if inawezekana nikimpata, au naweza kuletea DJ wa house yule, lakini sio mimi. Unayemjua au umjui kabisa na unajua kumuona. Nitachokuwa nazingatia ni ile quality na ile standard ya kuweza kudeliver that international level. Inahitaji watu pia hapa nyumbani wanahitaji na vitu ambavyo wamemiss kuvisikia kwenye party zetu ambazo nimezoea, hata mimi mwenyewe nimezoea kwenda. So Jozi Radio itakuwa kama radio ambayo nitakuwa ina hire DJs kutoka nje, na kama club unavyobook ma DJ kuja kupiga, basi na mimi kuna wengine nitakuwa na wabuku hata kama ni wa nje kabisa. Naweza nikambuku hata mafolisa, mfano nikamwambia bwana ndugu yangu perform, cause like I don't know nitaifanyaje, but itakuwa ni platform ambayo tusaidia sisi wote ma DJ hapa nyumbani Tanzania. Ma DJ wataingia kwenye dunia yangu, tutachukua mashabiki zangu na mimi nitaingia kwenye dunia yao, tutachukua mashabiki zao, tutagawana mashabiki. End of the day Jozi Radio nachotamani kuona mimi na nufaika, na ma DJs wenzangu pia tunaweza kunufaika. So ni club na ni radio pia, naweza nikasema hivyo same time. Yeah, okay. Jozi about vibe na enjoyment here. Okay, Jozi, tuje kwenye swala la equipment, kwa sababu mpaka sasa nasikia fununu kwamba wewe ndio DJ ambaye una mixer ya gharama, lakini pia na mashine yako ya Pioneer nao ni ya gharama sana, pamoja na cables na vitu kama hivyo. Mimi nataka uniambie almost kwa hapa Tanzania ni DJ gani mwingine ambaye ana equipment kama za kwako au zinakaribiana? Nataka kujua kwamba mashine zako unazotumia zina utofauti gani na za ma DJ wengine.
Swali zuri, lakini sijafuatilia sijapata nafasi ya kufuatilia wenzangu wanatumia mashine gani, lakini kwa sababu unajua kwenye hizi kazi kuna kitu kimoja. Mimi unaona mashine kama hizo nazotumia mimi wanaziita vifaa vya kazi. Wa siziiti kama watu ambao wanaziita. Kwangu mimi wakati naanza maisha ni kuaga kibarua fundi ujenzi. Kwa hiyo aliniambia fundi wangu cha kwanza ili niweze kuwa fundi mzuri kazini, lazima niwe na mkono bao, niwe na nyundo yangu, niwe na msumeno, niwe na kila kitu changu kitachoweza kunifanya niweze kuwa professional kwenye kazi yangu. So hizo vifaa nilivyokuwa navyo mimi ni vifaa vyangu vya kazi. So kusema kweli gharama yake sijafuatilia. Sasa nimenunua kimoja nikipata kiasi 5 milioni nanunua naweka vingine vimenichukua kama miaka 4 kuvikusanya, vingine miaka 3, vingine miaka 2. So sio ndoto ya siku moja ambayo tu nimelala nimeamka nimeifanya. Ningekuwa karibu na wewe ningekuonesha some details ambazo nimeandika. Kwa mfano Jozi Radio nimeangalia idea ya kusema kwamba Jozi Radio ikiweki nitashare na DJ na kila DJ nitakuwa namweka. Iliwaza 2023 I think, so niliandika somewhere. So huwa napenda tu kuandika na vitabu vyangu na note yangu kwenye simu. So tukipata chance nitakuonesha plan ya Jozi Radio ambayo nimeipanga 2024-2025. So now kuone na work, so it's not just kitu tukimekuja from nowhere. Kwa hiyo Okay, mwana wa Harmonize analizungumziaje swala hilo? Harmonize ni kakaangu, nampenda sana. And sijajua kama tuliongea bado, but I know cause ni platform ambayo mimi ni ya Kitanzania na iko nyumbani Tanzania, na mimi kiangalia ni Tanzania, na ukiangalia Harmonize ni kakaangu, nimefanya naye muziki mingi. So of course nitaipiga muziki pale, so kuliko alikuwa amezoea kunimimi. Mwanzo nilikuwa napatikana club na kwenye matamasha. So for now tayari Harmonize kapata radio, Levani kapata radio, Diamond kapata radio, Mario kapata radio, Nandi kapata radio, Pinasi, Zuchu, nani, everybody kapata radio. So hii ni radio ya kila msanii na ni radio ya kila Mtanzania. Hata wewe mwenyewe Brian, hata nyie Bongo 5 baada ya lunch mkimaliza kula, kama mnaona hamna stories za kufanya, press play Jozi Radio hapo, enjoy good music. So Jozi Radio ipo kwa ajili yako, Jozi Radio for everyone, hata wasanii wa nyumbani, wasanii wadogo, na kikubwa zaidi nitafocus na new sound na underground. Pia nitafocus sana na huo muziki, kwa sababu muziki kama Singeli haujulikani duniani, Bongo Flava kuna sehemu haijulikani. So tukiwa wengi tuna push and tunaungana pamoja kwenye kitu kimoja. Okay. I think so. Kwa kea Harmonize naona ni kitu kizuri, na kila msanii naona ni kitu kizuri, na I hope to kama kuna sehemu wanahitaji kunishauri na wanataka tupaweke sawa, niko lazima kupokea ushauri, kwa sababu mimi mwenyewe nilianza kama kijana tu, nimewaza siku nyingi, nimesave money, nimenunua vifaa vya kazi kama hivyo msumeno, nyundo, kila kitu. Zenawe nimepungua ofisi yangu na ninaanza sasa hivi kazi. Kwa hiyo bado nipo kwenye maboresho, na nitatamani nikipata chance kukutana naye nimwombe ushauri, nimsikie anasema nini. Okay, safi. Mashabiki wanauliza sasa hivi umehamia Zanzibar? Zanzibar nipo huku karibu kila wiki. Yani naishi Dar na Zanzibar kwa sasa hivi. Naishi Dar na Zanzibar nusu siku 2, na naweza kaa niko Zanzibar siku 3-4 niko Dar. Hivyo sometimes siku 3 huku, siku 3 huku, inategemea. Sometimes niko Mwanza naweza kujikuta, lakini Zanzibar ndio nyumbani, na Dar ni nyumbani. Watu wa Paji wanafahamu, wakiwa wananifuata every Wednesday na siku zingine zote. Okay, sawa. Nikiwa Zanzibar. Hapo kwa kumalizia tu Jozi, nilikuwa nataka kufahamu kitu kimoja. Naona kuna mabishano kama DJ akitaka kuwa wa kimataifa atakuwa vipi, lakini naona kwa upande wako umeweza kufanikiwa kwa namna moja ama nyingine katika kategori hiyo. Labda kwa ambaye anasikiliza hapa au anatazama hapa, DJ wa kimataifa anatakiwa awe na karakta gani? Mbunifu, mwenye mawazo chanya, mwenye kuwaza nje ya box, ambaye afikiri kushindana,
na wengine afikiri kukopi, watu wengine afikiri yeye ni ndio yeye, hakuna mwingine zaidi yake. So DJ bora kwangu mimi namuona wewe pia mwenye discipline ya kazi. Discipline ya kazi sio tu kuwahi kazini, kuamka saa 11 alfajiri na kusema kwamba sitaki chochote sasa hivi, siendi gym, ngoja nisikize muziki kwa masaa 6 ndio niende gym. DJ mzuri ambaye anasema naomba nifanye mazoezi. DJ mzuri ni yule ambaye kila siku haiwezi kupita hajadiscover nyimbo mpya. DJ mzuri ana vitu vingi kusema kweli, kwa sababu mimi mwenyewe ni vitu ambavyo everyday navipitia, kwa sababu mimi mwenyewe ndoto yangu ni kuwa DJ mzuri. So na kuna vigezo vingi na kwa naviangalia kwangu mimi. So hivi ina maana DJ kabla ya kwenda klabu maandalizi yake atakuwa afanye maandalizi ya namna gani? Ndo kama nilivyosema, yani DJ aliyepo Dar, aliyepo Nigeria, aliyepo Marekani, wote tunapitia process moja. Kinachotutofautisha sisi ni type ya muziki na audience ambayo tunaenda kukutana nazo tu, lakini preparation and everything, hata kama unataka kuwa international DJ kama uliponiuliza mwanzo hapo, like everything kama nilivyosema, preparation and everything. DJ mzuri, I don't know yani ni kuweke vibaya, I think umenielewa. Jozi My brother Brian. Basi bwana, kwa sasa hivi sasa Dar es Salaam ukija sana unakuwa unapiga wapi na wapi? Dar es Salaam nikija nakuwa napatikana Wavuvi na some places nyingine ambazo wanakuwa wananibuku, lakini sasa hivi kwa Dar nafanya nyingi guest DJ sana. Okay. Ila Jumapili kwa sababu watu wengi wanakuwa ni siku ya Sunday ya kupumzika na kusikiza muziki tofauti, kwa hiyo nimeichukua ndio siku so na perform pale Wavuvi peke yake. Okay. Maybe na Jumanne nikiwa hapa Dar, lakini baada ya hapo ni Zanzibar na sehemu zingine. Ndoto yangu ni kwenda duniani sasa hivi, kwa sababu hapa nyumbani najua hata nikitokea Sinza tu wanajua vibe ya Jozi iko vipi, au sio? Ndio. Basi bana ni Jozi. They already know who I am, na wanajua kabisa Jozi anajua ni nani. So hapa Dar tena ni nyumbani, ukiniambia anytime, hata sasa hivi ukiniambia tunakupa nusu saa wewe hapa, mjiandae kucheza. I know what to play kwa sababu nimekuwa Tanzania, nimezaliwa Tanzania. I know everything from nyumbani. Sasa hivi nao tunataka tuende huko Zanzibar kukutana wageni wanaokuja kutembea kuona watalii na sisi watu waone leo kumbe kuna madije wazuri. So that ndio maana nipo kule kama njia panda ya kwenda duniani. Okay, Jozi, kwa sababu umezunguka sehemu mbalimbali na yote ni kwa ajili ya kazi za muziki. Mimi nataka uniambie wewe kwa upande wako, kwa jicho lako, kwa sababu ni DJ ambaye ni wa kimataifa. Nini ambacho kinafanya wasanii wetu wasiweze kufanya vizuri kimataifa? Kama ukiangalia mataifa mengine, ukiangalia kama Nigeria na nini, wengine wanasema kwamba ili uweze kufanya vizuri kimataifa, kama unataka ufanye vizuri labda kimataifa, labda inabidi hata utafute nchi fulani ndio uhamie, kama unavyoona labda kina Burna Boy au kina Davido anakaa huko Marekani na vitu kama hivyo. Mimi nataka nisikie maoni yako kwa upande wako, kwa jicho lako. Unajua ili ufanikiwe, kwa mfano kama wewe una ndoto ya kutoboa kuwa labda mtangazaji mkubwa hapa Tanzania, lazima uje Dar, kwa sababu unaona ukija Dar kila kitu ni rahisi kukipata, access, so it's easy for you to achieve your dream na kuwa wewe unataka kuwa. Unaona wasanii wakubwa kama waliotaja wanaenda maybe wako Amerika, wako London na sehemu zingine zote hizo, wanaenda sehemu ambapo wanajua watapata freedom ya kutengeneza sound zao without limits, watapata access ya kupata quality ya ile sound ambayo wanataka kuipresent duniani. Okay. Sababu ndio maana wanakuwa kule. So wanakuwa kule for reason. Hawawi tu kule kwa sababu, pia mwingine anakuwa kule kwa sababu anajua kabisa mimi bwana nikiwa hapa nikileni kacha ya hapa ni rahisi sana kutoboa duniani. Ndio maana wengi wanaenda kule kwa sababu for something. Kwa hiyo hata mimi ningependa sisi hapa wasanii wa nyumbani ukipata nafasi hizo pia
No, wanafanya hata hapa nyumbani. Nishaona amefanya tu. Diamond ishakufanya. Alienda Amerika, kuna muda alikaa muda mrefu sana, kama tunakumbuka watu walikuwa naona. So Harmonize ishakufanya. Yani nimeona wasanii hata hapa nyumbani wanafanya. So I think tukiendelea kufanya hivyo. Pia unajua unavyoenda sehemu mpya kujichanganya na watu wapya, kila mji una test ya mziki unaopenda. Kila sehemu wana test ya mziki wanaopenda. So unaweza utaleni kacha mpya, utaleni how other people do and things, na utaleni pia ku control audiences zingine kama msanii na kutengeneza new sound. Kwa hata sisi ma DJ pia tukipata nafasi za kutoka hapa nyumbani tujaribu kutoka na kwenda sehemu zingine pia. Sio tu kupiga mziki, but kukaa na kuangalia wenzetu wanafanya nini na kujifunza, kuchukua yale mazuri na mengine yakawa unawaachia wao wenyewe. Because ikizidi kujifunza, kuchukua vya hapo, kichanganya vya kule, kichanganya vya huko, of course one day you're gonna be a world superstar, unajua. Inawezekana. Kwa hata mimi mwenyewe ni ndoto yangu hiyo pia, kama ulivyosema, utaniona sana duniani kaka. Okay. Promise. Yeah, that is me kweli.